Wapendwa katika Bwana, leo tunaadhimisha sakramenti ya kipaimara. Kwa azimisho hili, vijana wetu hawa mnaowaona mbele wamevalia mavazi mekundu 217 watapata sakramenti hiyo, na imani wameandaliwa vizuri na wako tayari kutumwa baada ya kupata nguvu na uweza kutoka juu, nguvu na uweza kutoka kwa Mungu Roho Mtakatifu. Ninyi wana kipaimara mpo? Siwaoni, hebu simameni kwanza. Basi ninyi mmeandaliwa vizuri, sivyo? Mmeandaliwa vizuri, ndio? Kipaimara ni nini? Basi leo hii mtapata nguvu za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atawashukia, atawajalia na kuwajaza mapaji yake 7, na kwa mapaji hayo 7 mtafanywa kuwa Wakristo imara na maaskari hodari wa Yesu Kristo, hata muweze kuishuhudia imani yenu kwa maneno na matendo. Maana hiyo ya kipaimara imebeba habari nzito sana, na sijui kama ninyi wenyewe mnajua uzito hayo ambayo mwayatamka. Kwanza, kipaimara ni sakramenti inayowaletea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu, na anapowajia Roho Mtakatifu anawashushia na kuwajaza mapaji yake mangapi? 7. Hebu yataje. Hekima, akili, shauri, imani, elimu, ibada na uchaji wa Mungu. Hayo ni mapaji mangapi? 7. Ndio. Hayo mapaji 7 mkishayapata mnakuwa imara. Ndio maana wanasema Roho Mtakatifu anawafanya kuwa Wakristo imara. Wakristo imara, mnaimarika, sawa? Maana yake Ukristo wenu unakuwa Ukristo ulio kamili, Ukristo usio yumba, Ukristo usio yumba. Kwa hiyo wewe upasi kuyumbishwa na lolote katika ufuasi wako, katika Ukristo wako. Unakuwa imara kwa sababu leo unaimarishwa. Na ndio maana kanisa limejitahidi kuweka umri ambao sio tu kupata kipaimara ilmradi, lakini basi na umri wako kuwezeshe kuyamudu majukumu yako ya Kikristo, ya kimaisha. Kwa hiyo kuna mambo yanayotarajiwa kutoka kwenu kama Wakristo imara. Wakristo imara, tena maaskari hodari. Hodari, maaskari hodari wa nani? Wa Yesu Kristo. Sasa uimara wenu uonekane katika utendaji wenu. Mwe watu wenye misimamo katika imani, watu msiopeperushwa na upepo, watu mnaosema ndio kwa Mungu, ndio kwa ukweli, ndio kwa amri zake Mwenyezi Mungu, ndio kwa amri za kanisa, na kusema ndio kwa majukumu na wajibu wenu. Mwe watu wa kusema hapana kwa dhambi, kusema hapana kwa shetani, kusema hapana kwa chochote kinachokwenda kinyume na imani yenu. Huko ndiko kuwa Mkristo
imara. Mkristo nani? Maana yake sasa mnapaswa kuwa mmeandaliwa na mtaendelea kuandaliwa pia kupitia malezi ya wazazi wenu na walezi wenu wengine, kujua kila anachokitaka Mungu, na hicho mtakijua kupitia amri zake. Ngapi? Amri za Mungu ni ngapi? Hebu zitaje. Mnapaswa kuwa imara na thabiti katika kuzishika hizo amri za nani? Za Mungu zote. Kuzishika kwa uaminifu. Kuzishika kwa uaminifu. Kusiwepo na sababu yoyote au kisingizio chochote ambacho utakishikilia kusema kutokana na hili nimevunja amri hii. Hapana. Na ndio maana leo hii mtaendelea kuthibitika mtakapokuwa mnarudia maagano yenu ya ubatizo, ahadi zenu za ubatizo, kumkataa shetani na mambo yake yote, kusema hapana kwa dhambi, kusema hapana kwa shetani na maelekeo yake yote na ila zake zote na fahari zake zote. Mseme hapana. Kuwa Mkristo imara ni kuwa Mkristo muda wote. Rudia. Kuwa Mkristo imara ni kuwa Mkristo muda wote. Ni kuwa Mkristo asubuhi. Kuwa Mkristo mchana. Kuwa Mkristo jioni. Na kuwa Mkristo usiku. Msiwe wa Kristo legelege bandia ambao ni wa Kristo mchana, ni wa Kristo asubuhi, usiku wanakuwa maibilisi. Usiku wanakuwa wapagani. Wanafikiri Mungu haoni. Ninyi kuweni wa Kristo muda wote. Leo mnawekwa kuwa wa Kristo imara, wa Kristo waaminifu muda wote. Mtu yote asikudanganye kwamba Ukristo wetu ni wa fashion, Ukristo wako ni wa msimu. Wewe unapaswa kuwa Mkristo Jumatatu. Rudia. Mkristo Jumatatu. Mkristo Jumanne. Mkristo Jumatano. Mkristo Alhamisi. Mkristo Ijumaa. Mkristo Jumamosi. Mkristo Jumapili. Ni Mkristo kila siku. Msiwe wa Kristo wa Jumapili peke yake. Ni wa Kristo, mwe wa Kristo wa siku zote. Msiwe wa Kristo wa sikukuu tu. Mwe wa Kristo siku zote. Maana kuna Wakristo wa matukio. Christmas utamuona kanisani, baada ya Christmas anasubiri Pasaka. Msiwe hivyo. Leo mnafanywa kwa Wakristo imara ambao hawayumbishwi, sio Wakristo wa msimu. Hapana. Wewe unapaswa kuwa Mkristo muda wote. Rudia. Uwe Mkristo wakati wa kampeni. Niwe Mkristo wakati wa uchaguzi. Niwe Mkristo wakati wa kupiga kura.
Niwe Mkristo wakati wa kusimamia uchaguzi. Niwe Mkristo wakati wa kuhesabu kura. Niwe Mkristo wakati wa kutangaza matokeo. Niwe Mkristo muda wote. Niwe na njaa, niwe Mkristo. Niwe nimeshiba, nibaki kuwa Mkristo. Hata nikiwa maskini, mimi ni Mkristo. Hata nikitajirika, nabaki kuwa Mkristo. Msiwe wa Kristo bandia. Wa Kristo wa kujionesha tu. Hapana, mimi leo nakuwa Mkristo imara. Wa nyakati zote. Halafu ninyi mnakuwa maaskari hodari wa Yesu Kristo, si ndio? Si umesema wenyewe hapa? Maaskari hodari wa nani? Ndio, mnajua kazi ya askari, si ndio? Kulinda raia na mali zao, si ndio? Ninyi mnakuwa maaskari wa Kristo kuilinda imani yenu. Sema, nakuwa askari hodari wa Yesu Kristo ili niweze kulinda imani yangu. Niweze kuitetea imani yangu. Niweze kuishuhudia imani yangu. Dhidi ya mwovu Ibilisi. Dhidi ya shetani na jeshi lake lote na wafuasi wake wote. Mimi nitailinda imani yangu tena kwa maneno na matendo. Hiyo ndio maana ya kipaimara. Sawa? Hiyo ndio maana ya nini? Ndio. Sasa mapaji 7 ya Roho Mtakatifu yamegawanyika katika sehemu mbili. Mnazijua? Mmejifunza? Mapaji 7 ya Roho Mtakatifu yamegawanyika katika sehemu kuu ngapi? 2. Sehemu ya kwanza, kuna mapaji 4 yanayoimarisha akili. Na mapaji 3 yanaimarisha nini? Utashi. Mapaji 4 yanaimarisha akili, halafu 3 yanaimarisha utashi. Sasa mketi hili na wazazi wenu wajifunze, najua walijua hili. Haya, keti maaskari hodari wa Yesu Kristo watarajiwa. Mapaji 7 ya Roho Mtakatifu yamegawanyika katika sehemu kuu 2. Sehemu ya kwanza ni mapaji 4 ambayo ni akili, shauri, elimu na hekima. Haya 4 mnapoyapata, Mwenyezi Mungu anaimarisha akili yenu. Mapaji 3 yaliyobaki ambayo ni nguvu, heshima na uchaji wa Mungu, hayo yanaimarisha utashi. Kwa nini yamegawanyika katika makundi hayo mawili? Kwa sababu tulipoumbwa, Mwenyezi Mungu alituumba katika sura na mfano wake. Sura na mfano wa Mungu ni akili na utashi. Kila mmoja wetu hapa, uwe mdogo, uwe mkubwa, uwe kijana, uwe mzee, una akili na utashi. Sasa akili yetu inakuwa kadiri unavyokuwa, inaboreshwa kadiri unavyokuwa na uzoefu wa kimalezi na mazingira yako. Na utashi vile vile, jinsi ulivyofahamu ukiwa mdogo, sivyo unavyofahamu ukikua ukawa kijana ukawa mkubwa. Ufahamu wako unaenda unaboreka. Pia na utashi wako. Utashi ni maamuzi huru unayoyafanya, kutenda au kutotenda, kunena au kutonena. Ndio maana inafika wakati tunahitaji msaada wa Mungu. Tunahitaji nguvu kutoka juu iimarishe akili yetu
na imarishe utashi wetu. Mnajua kuna swali msingi sana mliulizwa ambalo huwa ni rahisi nadhani kuliko yote. Kwa nini Mungu alituumba? Mnaona hizo sababu ngapi hizo? Mwenyezi Mungu alituumba na kutuweka wapi? Duniani. La kwanza ili tumjue. La pili, la tatu, alafu tupate kufika kwake wapi? Kwa hiyo la kwanza alituumba ili tumjue. Na ili umjue Mungu unahitaji kuwa na akili. Ndio maana anapoimarisha akili yenu leo, Mwenyezi Mungu anataka mumjue vizuri yeye ni nani kwenu. Umjue kwamba yeye ni muumba wenu. Ukishamjua kwamba Mungu ndiye muumba wangu, mahusiano yako na yeye lazima yawe kati ya kiumbe na muumba. Lazima ujue huyu aliyeniumba ndiye alinipatia uhai. Mahusiano yangu na yeye yanapaswa kuongozwa na ufahamu huo. Aliyekuumba akakuweka duniani, unajua kwamba bila yeye siwezi kitu, siwezi kufanya lolote. Na ndiyo hiyo tunayoimba katika wimbo mmoja wapo wa Roho Mtakatifu. Tunasema bila nguvu yako wewe mwanadamu hana kitu, kwake yote yanakosa. Ndio hiyo tunasema tinaokora karungina kamo ntaina neema yawe. Unaona, ukishajua kwamba Mungu ndiye muumba wangu, ndiye anayeniwezesha, kunitegemeza, kunipa nguvu, ndiye mkombozi wangu, lazima mahusiano yako yamtegemee yeye. Mahusiano yako na Mungu wako yawe mahusiano ya kiumbe dhaifu. Yaani mimi mwenyewe na yeye muweza wa yote, mwenye nguvu, ndiye Mungu. Ndio maana anaimarisha imani yenu leo, anaimarisha akili yenu ili mumjue vizuri. Na ukikutana na mtu mara ya kwanza, ukafikiri huyu mtu unaweza ukafanya naye kazi, ukafikiri huyu mtu unaweza ukahusiana naye, la kwanza unatafuta kumfahamu, unatafuta kumjua. Basi utamuuliza, wewe jina lako nani? Unatokea wapi? Naomba namba yako ya simu. Unafanya kazi gani? Unatafuta kumjua ili ukishamjua uweze kuhusiana naye, uweze kushirikiana naye bila kukosea. Na Mungu alituumba la kwanza kabisa ili tumjue. Na tukishamjua tumpende, tumtumikie. Sasa upendo wetu kwa Mungu na utumishi wetu vitategemea ni unamfahamu namna gani. Ndio maana kila mara nimepata fursa za kufundishwa Mungu ni nani. Mungu ni nani kwako. Mmefundishwa katika katekisimu, lakini pia mnafundishwa kupitia maazimisho yetu mbalimbali. Hata hili la leo, kila mara tunapokusanyika kama kanisa, katika jumuiya ndogo ndogo, katika familia zetu, hata hapa kanisani, tunamtafuta Mungu, tunamsogelea yeye, tunatafuta kumjua vizuri zaidi kwa jinsi tunavyokusanyika na kuhusiana sisi kwa sisi. Ndio maana Mwenyezi Mungu anaimarisha akili yetu, alafu anaimarisha utashi wetu ili tuamue vizuri, tuamue mema na tuache mabaya. Baada ya kujua mema ni yapi kwa kutumia akili, tuyachague mema na tuyaache mabaya. Na ndipo hapo mtasimama kwa ujasiri, mnasema namkataa shetani na mambo yake yote na fahari zake zote na ila zake zote ninazikataa. Halafu unatumia uwezo na nguvu hiyo hiyo ya kimungu kusema nasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristo mwanae wa pekee. Unasadiki hata kwa Roho Mtakatifu,
unamsadiki Mungu mmoja katika nafsi tatu, kwa sababu unamjua. Unaamua kumchagua yeye na kumwacha shetani na ujumbe wake, kwa sababu umemjua Mungu ni nani kwako. Ndio maana hii mapaji 7 ya Roho Mtakatifu mnayoyapokea leo yawawezeshe, yawasaidie, yawape nguvu za kusema ndio kwa Mungu, kusema ndio kwa amri zake, kusema ndio kwa amri za kanisa, kusema ndio kwa mapenzi ya Mungu, na kusema hapana kwa shetani na kila aina ya uovu. Hiyo ndio kipaimara. Tumesikia katika somo la kwanza na katika Injili ambavyo yote imenukuliwa kutoka katika kitabu cha nabii Isaya, ambapo uaguzi huo ulimuhusu Kristo mwenyewe, mpakwa mafuta ambaye Roho wa Bwana alimshukia akampaka mafuta kwa ajili ya utume. Na ninyi leo wana kipaimara, Roho wa Bwana atakuwa juu yenu. Roho wa Bwana atawashukia kama tulivyosema, na mapaji yake mangapi? 7. Akisha washukia, mnatumwa kwenda kufanya kazi. Mnatumwa kwenda kuishuhudia imani yenu kwa maneno na nini? Na matendo. Sasa msimame tena. Simameni. Ninyi ni maaskari, simama, hakuna kuchoka. Leo ni siku yenu. Sikilize, na watuma leo baada ya kushukiwa na kupewa uwezo kutoka juu. Leo mnatumwa, nendeni mkafungue macho vipofu, wasioona ukweli, wasiowaona maskini wakitaabika katika ujirani wao. Nendeni mkawafungue macho vipofu, wasioona haki za wenzao, bali wanajali maslahi binafsi. Nendeni. Mnatumwa sasa kama maaskari hodari wa Yesu Kristo mlioiva. Mnapakwa mafuta leo kwenda kuwafungua macho vipofu, wale wasioona shida na haja za wengine. Ninyi nendeni mkafungue macho hao. Mtawafunguaje macho? Ninyi wenyewe macho yenu yafunguliwe, ili muweze kuona ukweli na kuushuhudia kwa wengine wasiouona. Hiyo ndio namna ya kuwafungua wengine macho, wale ambao ni vipofu. Nendeni leo, mnapakwa mafuta, mkawafungulie waliofungwa katika gereza la chuki, mkawafungulie waliofungwa katika gereza la uhasama, mkawafungulie waliofungwa katika gereza la visasi. Mwende mkawafungulie waliofungwa katika gereza la dhuluma. Nendeni mkawafungulie waliofungwa katika gereza la uongo na udanganyifu. Nendeni mkawafungulie waliofungwa katika gereza la wizi na ufisadi. Nenda, mnatumwa kila mmoja wenu mkawafungue waliofungwa katika gereza la wivu, gereza la masengenyo, gereza la kutokujali. Nenda mkawafungue wale waliofungwa katika magereza ya mauaji, waliofungwa katika magereza ya uvivu, waliofungwa katika magereza ya upagani. Mnatumwa ninyi leo hii. Usiseme mimi ni mdogo. Leo hii unapewa nguvu kwenda kuwaweka huru wanaosetwa, wanaodhulumiwa, wanaosingiziwa, wanaobambikiziwa kesi. Waweke huru hata wanaouawa kiolela. Waweke huru kwa kuwaombea na kwa kutenda matendo mema kwa ajili yao, ili Mwenyezi Mungu awapokee huko mbinguni. Ninyi mnatumwa kwenda kuwa faraja kwa wanaohuzunika. Mnatumwa kwenda kuwa mwanga pale palipo na giza. Mnatumwa mkawe msamaha na huruma kwa wenye makosa. Mnatumwa mkawe wa kweli mbele ya uongo na uzushi ambao umejaa katika jamii yetu leo hii. Hili ni jeshi kubwa
la watu wa Kristo 217. Mnapokwenda huko, mkawe mawakili waaminifu wa Yesu Kristo. Iteteeni imani yenu kwa maneno na matendo. Maneno yenu yawe maneno yanayojenga, sio yanayobomoa. Maneno yenu yawe yanayoumba, sio yanayoua watu. Maneno yenu yasiwe maneno ya masengenyo na uzushi, yawe maneno ya ukweli. Maneno yanayoleta faraja, yanayoleta matumaini, hasa pale palipo na kukata tamaa. Usijidharau. Anzia katika nafsi yako, anzia katika familia yako, anzia katika jumuiya yako. Kuweni chumvi, mkamalize uozo uliotapakaa katika jamii yetu. Jamii isiyojali, jamii inayojitafuta. Nendeni mkalinde uhai wenu wenyewe na uhai wa ndugu zenu. Tusiwe watu tunaoendekeza tabia za Kaini. Kila mmoja awe mlinzi wa ndugu yake. Kila mmoja wenu awe mlinzi wa jirani yake. Usiseme mimi hayanihusu. Kuweni walinzi wa ndugu zenu. Nenda wewe uhakikishe roho ya Kaini iliyo katika familia yenu inakwisha. Roho ya Kaini iliyo katika kijiji chenu inaisha. Roho ya mauaji, kuwa watu wasiokuwa na hatia, akina Abel, ambao wanaonewa wivu kwa kufanya vizuri, wanaonewa wivu kwa kuwa waaminifu katika utumishi na uwajibikaji. Huko ndiko kuwa mashuhuda wa imani yako kwa maneno na matendo. Ninyi bado ni vijana, mnakuwa. Kila mmoja na ndoto zake. Muombe Mwenyezi Mungu leo anapokushukia na mapaji yake 7 uweze kuzifikia ndoto zako njema. Kama utakuwa mfanyabiashara, ukawe mfanyabiashara mwaminifu, mtenda haki, asiye mdanganyifu katika biashara yake, na Mwenyezi Mungu atakupa kile unachokustahili. Ukiwa mwalimu, fundisha watoto wa wazazi wenzako kwa uaminifu. Andaa vizuri somo, wahi shuleni. Ukawe mwalimu mwaminifu na mwenye huruma, anayetimiza wajibu wake, asiyetanguliza maslahi na malipo na mshahara, bali ufahamu wa wale aliokabidhiwa. Ninyi bado mnakuwa. Unaweza kuwa mtumishi wa kanisa. Baadhi yenu mtakuwa watawa, baadhi yenu mtakuwa mapadre. Basi kuweni watawa na mapadre waaminifu, wanaotimiza wajibu wao, walio tayari kutoa uhai wao kwa ajili ya wale waliokabidhiwa. Andaa maadhimisho utakayoyaongoza. Wengine mtakuwa makatekista. Bado ninyi ni vijana, mnakuwa. Leo mnapewa nguvu na uweza kutoka juu. Mkachague vizuri wito mtakaouishi. Wengine wenu mtaingia katika wito mtakatifu wa ndoa. Basi tangu mwanzo hakikisha ndoa yako inabarikiwa. Usifate mfano mbaya wa majirani zako ambao wanaishi uchumba sugu, uzinifu usio koma. Hakikisha ndoa yako inabarikiwa tangu leo, wewe mwana Kipaimara, kama utakuwa umeamua kuishi maisha hayo. Na utakapopata watoto na uwalee vizuri, uwabatize, uwapeleke komunio ya kwanza na Kipaimara kama ninyi wenyewe walivyowatendea wazazi wenu. Wenda baadhi yenu mkawa wanasiasa. Fanyeni siasa ya ustaarabu, siasa ya uaminifu, sio ya matusi, sio ya uwizi, sio ya mauaji, sio ya udanganyifu. Ukichaguliwa kwa mwenyekiti wa kitongojo, ukiwa diwani, ukiwa mbunge au rais, hakikisha unapata kura ulizozistahili. Sio zilizotoka hewani, bali zilizotoka katika mikono ya watu waaminifu waliotiki na kuhesabiwa kwa uaminifu. Ukitokea tofauti na hapo, simama kwa miguu yako na kwa sauti yako sema, haya sio matokeo yangu.
kuweni waaminifu, kuweni mashuhuda wa imani yenu. Msiwafuate hao ambao wanaonesha mifano mibaya ya kutokuwa waaminifu. Wanasahau Ukristo wao, wanauza Ukristo wao kwa ajili ya maslahi binafsi. Ndiyo maana leo mbele ya Mungu na kanisa mtasema ninamkataa shetani na mambo yake yote. Ninyi mnaonisikiliza, wazazi, walezi na ninyi vijana wa Kipaimara, haya maneno tunayoyatamka wakati wa ubatizo muda wote na Jumapili tunapokiri imani yetu, si lele mama, sio maneno tunayoongea ili yapite, ni kiapo cha imani tunachokiweka mbele ya Mungu na tabiri tukisimamie. Ndiyo hao nasema anakuwa ni Mkristo kanisani, akisha kwenda kwenye jamii anakuwa kitu tofauti, anakuwa kinyume na Ukristo wake. Jeshi letu hili lisikengeuke hata siku moja. Ndio maana leo tumekuja kuwaombea, tumekuja kuwatia nguvu na kuwaombea Roho Mtakatifu washukie, muweze kuwa mashahidi hodari, mashahidi waaminifu wa imani yenu kwa maneno na kwa matendo. Ninyi wazazi, endeleeni kuwa mfano mwema kwa vijana hawa. Mketi. Endeleeni kuwa waaminifu na walezi. Wanahitaji malezi endelevu ya imani yao, lakini hata malezi ya utu katika jamii. Wanahitaji kuwa na mwendelezo wa kusimamiwa katika mienendo yao. Na amri ya 4 na wakumbusha wazazi kuwa mfano mwema kwa watoto, kwa vijana. Zitengenezeni dhamiri za hawa vijana na kuzifunda. Vijana hawa waweze kuona kwamba hii ni dhambi, niiache. Ili ni jambo jema, nilitende. Na walione hilo kutoka kwenu. Msiwaachie peke yao ulimwengu. Ulimwengu na mambo mengi sana. Kama sisi tumepotoka, tujitahidi vijana hao wasipotoke. Kama sisi hatuoni tena ukweli, basi tuwaweke vijana hao katika mazingira ya kuona ukweli. Na ndicho mlichokifanya kwa kuandaa na kuwaruhusu kupata mafundisho haya, na leo hii wanapata Kipaimara. Asanteni sana wazazi. Naongereni sana. Hii ni ishara kwamba hata huko nyumbani ninyi wazazi wa vijana hawa mnaonesha mfano mwema. Usiojihusisha katika dhuluma. Msijihusishe na mambo ambayo yatatia doa ninyi wenyewe, roho zenu, lakini pia na jina lenu na imani yenu. Ninyi wazazi mkisimamia ukweli, mkasema hapana kwa dhambi, hapana kwa dhuluma, hapana kwa ufisadi, hapana kwa wizi, hapana kwa chuki, watoto wanaona, watoto wanasikia, na watajifunza vizuri sana kutoka kwenu. Lakini wewe mzazi ukiwa namba 1, unapokea rushwa, tena unawataarifu na watoto, hii ni rushwa, nimeipokea. Na mtoto anajua kwamba huo ndio mtindo wa maisha. Lakini unapoikataa, akisha na mtoto amejua kwamba umekataa. Nilijaribu kuongwa, nimekataa. Sema afadhali nife na umaskini wangu kuliko kutenda dhambi. Na mtoto anaona na mtoto anasikia. Wazazi, kuweni mfano mwema wa maadili safi, ili hiki vijana wanachokisema hapa na kukiimba waweze kukiishi, wakiwa na mfano wa kuangalia kutoka kwenu. Kwa sababu saikolojia ya mtoto, yeye anajua kwamba mzazi ndio kila kitu. Chochote anachoona mzazi anatenda, anajua hiki ni sahihi. Ukikosea, yeye anajua hilo ulilotenda ni kitu sawa, lakini kumbe wewe umekosea. Kwa hiyo tuwe makini sana. Na vijana wa siku hizi wanapevuka haraka kwa sababu ya mazingira yamerahisishwa katika muingiliano. Kwa hiyo lazima tuwe makini kwa kile tunachokisema, tuwe makini na kile tunachokitenda. Hata wakati watoto hawako karibu, yawezekana wanakuona kupitia simu zao. Wanaweza wakakuona kupitia mtandaoni. Sema huyo si ni baba, huyo si ni mama. Wao unafikiria hawapo, kumbe wako hewani. Online siku hizi wanasema. Lazima uwe makini na unachokifanya.
Na kanuni ya kuwa makini ni hii: lolote unalolisema, lolote unalolitenda, hakikisha Mungu anafurahi. Hapo utakuwa salama, kwa sababu ndiye anayeona sirini. Unaweza ukajificha paroka asikuone, na kuna mengi mnayafanya, mnajitahidi mapadre wenu tusiyajue, ambayo ni kinyume na imani yenu, lakini Mungu anakuona. Hata we mwenyewe unajiona, unajishuhudia. Basi jitahidi, kila unalolitenda hakikisha Mwenyezi Mungu anafurahi. Hiyo ndio kanuni. Nakwambia utakuwa salama, na watoto wako watakuwa salama, na roho yako itakuwa salama. Leo tunapoadhimisha kipaimara, kila mmoja akumbuke kipaimara yake. Siku ile na sisi tuliaswa na tukaahidi, tulipewa nguvu, lakini tujiulize, bado hiyo nguvu tuliyopewa tunayo ya kusema hapana kwa shetani na ndio kwa Mungu? Kama imepotea, basi leo kila mmoja apiaishwe, ajikumbushe katika majukumu yake na ufuasi wake. Tusipotezee. Kama bado dhamiri yako inafanya kazi, kila unapotenda dhambi, unafanya makosa, inapaswa kukushtaki, kukukumbusha, umesema hiki, umetenda hiki, lakini umekosea. Msiziue dhamiri zenu kwa kuzoea uovu, kwa kuzoea uongo. Watu wameshaona uongo kama ni sehemu na mtindo wa maisha, hata waoni shaka kusema uongo mbele ya watu wengine, ndani ya basi au daradara au hata kwenye vijiwe. Mtu anaweza kadanganya, hasa bodaboda ameabiria, amembeba wako Bunazi, lakini anaweza kumwambia nimekaribia hapo, ndo natoka Mtukura sasa hivi, niko Mtukura hapo, wakati uko Bunazi, na anaongea watu wanamsikia, na abiria wake anamsikia. Dhamiri imeshakufa. Kuna watu wa maroli au wanaosoma mizigo au wanaotafuta changarawe, mchanga, anakuambia ndo nimemaliza kupakia hapa, ndani ya dakika 20 nitakuwa hapa. Kumbe ana mzigo wa mtu mwingine na upeleka kule. Unasubiri wewe, unasema nilikwama, ndo tumeamua kumwaga tena chini ili gari tulitoe kwenye tope. Kumbe ameshapeleka tripu 2 za watu wengine. Mtu anazoea tu uongo. Anazoea uongo mpaka anaopeleka kwenye vitu serious vinavyoathiri maisha ya watu. Anapeleka kwenye uchaguzi, anapeleka kwenye maamuzi magumu, anapeleka mpaka. Ninapoongelea uchaguzi, ndugu zangu, tuna uchaguzi wetu wa jumuiya ndogo ndogo, jumuiya mama unaendelea. Mweni waaminifu. Msie uongo wenu wa bodaboda, uongo wenu wa tripu za mchanga, msiupeleke kwenye uchaguzi wa viongozi wetu wa kanisa. Mtu amechaguliwa, amepigiwa kura kuwa mwenyekiti wa kanda, mwenyekiti wa jumuiya mama, amechaguliwa na watu 3, tunaambiwa amepata kura 100. Na wanajumuiya wanajua, mbona sisi hatukuwepo? Alafu nakuja kuapishwa hapa kanisani, baba paroko anaangalia. Tafadhali sana, mazoea mabaya hayo mkiyazoea sana, mimi nakwambia yatawaua kabla ya wakati wenu. Jenga funda dhamiri zenu, hasa za watoto wetu hawa, wasiingie katika mtego wa kupuuzia mambo muhimu sana ya ustawi wa maisha yao, maisha ya jamii, kwa sababu ya mambo binafsi, ya ubinafsi wetu. Kuna mambo tunawafundisha watoto bila kujua, na tunawaharibu na kuwaua, kuwajengea chuki. Kuna walimu humu ndani, walimu wa shule zetu, hasa primary. Mpo humu walimu, hasa wale walimu wakuu wale. Kuna wimbo ambao mimi baba yangu mzee apumzike kwa amani alikuwa anauchukia huu wimbo fulani, tulikuwa tunawimba kwenye mchaka. Na yeye alisema kwa kweli huu wimbo kwa watoto haufai. Wimbo unao wafundisha watoto chuki,
na roho ya kutokusamehe. Na sisi hatujui, tunafikiri ni burudani. Watoto wanaimbishwa asubuhi. Idi Amin akifa, mimi siwezi kulia, nitamtupa Kagera, awe chakula cha mamba. Tulikuwa tunaimba kwenye mchaka mchaka. Mimi nilikuwa sielewi, baba alikuwa akisikia huo wimbo anaghadhibika sana. Ninyi wazazi, hivi mnajua mtoto kumwimbisha huo wimbo wiki nzima maana yake nini? Hata kama huyu mtu alikuwa mbaya, kweli amesha kufa, sawa, hutaki kulia, unaenda kumtupa tena Kagera. Mbaya zaidi wanauimba mpaka sasa hivi, huyu alisha kufariki zamani, wimbo uko hewani. Na wewe ni mwalimu mkuu, sijui mtu gani, kila mara unasikia watoto wanaimba. Upo tu mwalimu mkuu Mkatoliki Mkristo. Ule sio wimbo wa taifa, ndugu zangu. Tunaposema tufunde dhamiri za watoto, mtoto unamfundisha wimbo kama huo, unamjengea nini? Hivi ukimkosea akamwambia mzazi mimi sikusamei, huyu mtoto utamlaumu. Anakuambia baba, juzi ulinifanya 1 2, mimi ukifa siwezi kulia tena, sitakuzika mimi. Hivi huyu mtoto utamlaumu? Wewe si umemfundisha, umemzoeza, umeua dhamiri yake. Na sisi kila siku tunasema ninyi watu, kuweni watu wenye huruma, kuweni watu wa msamaha. Halafu kesho nilichokihubiri hapa, kesho nakikuta darasani kwenye gwaride, kwenye parade. Imba watoto, Idi Amin akifa, mimi siwezi kulia. Jamani, na mimi nimewatuma hapa waeneze huruma pale palipo na makosa, waende kuwa msamaha pale palipo na makosa, walete furaha penye huzuni, walete upendo penye chuki. Halafu mwalimu kesho yake darasani, kabla hata ya somo, Idi Amin akifa, mimi siwezi. Maana yake mtu akisha kukosea hakuna huruma, hakuna msamaha, tena mulie mbali. Ndio unaweza kaona watu wanaua wengine bila hata kujali. Wenye makosa na wasio na makosa, tupilia pote. Hayo ndio matunda ya Roho Mtakatifu. Na wauliza, ndio matunda ya Roho Mtakatifu? Somo la pili, mmejasikia matunda ya Roho Mtakatifu? Somo la pili leo, waraka kwa Wagalatia, tumeambiwa tunda la Roho: utu wema, msamaha, kiasi, upole, mambo kama hayo. Wanasema marudio ni mwalimu mzuri sana. Ninyi wazazi, wazoezeni vijana na watoto wenu kutenda mema. Wazoezeni, rudia. Kila mara mtoto wako kabla anapoondoka kwenda shule, mwanangu, nenda uwe mtu mwema. Kila siku mwambie, mwenzangu, mtoto wangu, mpendane. Wapende hata watoto wa majirani, wapende watoto wenzako, wanadarasa wenzako. Wanapokukosea wasamee. Yaani wasikie hayo. Sio kila mara unaambia huyu simpendi, huyu huwa sisi watu hatuendi kwao, huyu sijui alimfanya nini babu yetu. Hayo mtoto yamuhusu, ni makosa yako au yenu ya zamani. Kila mara jenga dhamiri za watoto kwa kuwazoeza mambo mema. Kauli zako ziwe kauli zinazowajenga, wakuwa wakijua hiki ni kibaya, hiki ni chema. Huo ndio mchango wetu kwao. Dhamiri ishengazo mtima. Mtoto akifanya kosa ajue hili ni kosa. Na mara nyingi watoto wadogo huwa wako hivyo. Akikosea anasema nimekosea, nimepasua hiki, nimefanya nini, anakuja kukuambia. Ukiona ameanza kupinda ujue ndo ameanza kuzoea sasa ulimwengu. Tafadhali sana, mna hazina. Tunamshukuru Mungu tunapata hili jeshi. Lakini hili jeshi tulipolishikilia vizuri,
linaenda kutuangamiza. Tafadhali sana, msitengenezee magaidi humu ndani. Kama umechoka malezi, sema huyu mtoto tumuhamishe. Tumtoe kwenye familia yako. Labda tujue wapi atakuwa salama. Lakini tusitegemee kupata mwizi kati ya hawa. Tusitegemee kupata muuaji kati ya hawa. Tusitegemee kupata mtu wa dhuluma kati ya hawa. Tupate watu watakatifu. Tupate watendaji wa haki. Tupate misamaha. Tupate watumishi waaminifu, watumishi wa kanisa, watumishi wa umma. Mtu anayeweza kusema hii si haki yangu, ni haki ya fulani. Hii si mali yangu, ni mali ya fulani. Anapohitaji aombe, sio kunyang'anya au kuiba. Hawa watoto hao ajue hiki sio cha kwangu. Hata akiwa shuleni ajue hii kalamu sio ya kwangu, ni ya fulani. Kama anahitaji kalamu aombe. Mimi naongea leo naondoka, lakini ninyi wazazi mko na watoto wenu kila siku, muda wote. Wazoeze matendo mema, wawe na hofu ya Mungu. Ndipo tutalinusuru taifa la Mungu, tutainusuru kanisa letu. Na wamesema wenyewe hapa, wanakwenda kuwa mashuhuda wa imani kwa maneno na matendo. Hawa tusiwaharibie adhima hiyo. Sisi tuwe chachu, tuwe viongozi, tuwe waelekezi. Sasa hivi hofu, zamani kulikuwa na wanyama wakali, nyoka si nini, mtu anaogopa kwenda usiku, anaogopa simba sehemu fulani. Nyakati zetu hizi watu wanaogopa kutembea hata peke yao, wanaogopa binadamu wenzao. Mtu anamuogopa Mkristo mwenzake. Yaani mwana kipaimara anamuogopa mwana kipaimara mwenzake. Tunatokaje hapo? Tumwombe Mungu Roho Mtakatifu awashukia hawa. Tupate salama na amani. Mtu ajisikie vizuri, huru, hata kutoka saa 8 usiku akaenda kwa jirani. Tena aenda naimba. Sio mtu unatoka nje, unatamani mtu yeyote asijue kama umetoka nje. No shoba, no shoita. No jwalilira, batamanya nowa. Sasa ujui kama utarudi. Tumefika hapo. Mwenyezi Mungu atusaidie kupitia vijana wetu hawa. Waeneze upendo, utu wema, ukweli. Tujisikie kuwa watu, kuwa na utu. Utu ni kujali wengine. Kujali wengine ndio utu. Ndicho Kristo alichokifanya. Alitujali sisi, akawa tayari hata kutoa uhai wake kwa ajili yetu sisi. Alitujali. Unapojali wengine, uko tayari hata kupoteza vya kwako ili wengine wawe salama. Ndicho Kristo alichokifanya. Lakini mtu ambaye hana utu anakuwa mharibifu. Tena mharibifu wa vitu vya wengine. Hana utu. Father Max huyu mnamuona hapa, mimi ni mwalimu wangu. Kuna kipindi alikuwa anatufundisha utu. Nakumbuka tu kama yeye anakumbuka. Akatupa mfano wa kijana ambaye hakuwa na utu. Yaani ile human formation kwake ilikuwa ovyo. Anaenda kuwasha taa. Wewe taa hii hapa. Anawasha, anagonga ngumi switch. Eti anawasha taa. Anaharibu switch, wengine wakose umeme. Hana utu. Mbali ya umigine naka arakagirati na tere ngumi. Utu hakuna.
ogya wiga akami okayigise mbundu akami kwanza unajua ukatere ishasi enyama yone wewe akami okayigise ni kukosa utu, yani ukosefu wa utu. Watu wanaandamana hawana hata silaha gani, malisasi nini, mabomu, watu wamekufa, wenye hatia na wasiokuwa na hatia, na bali omunju mbalia bali ya rubarazamba fumora wote piga risasi. Utu, watu wamekosa utu. Utadhani ameingia kwenye mbuga za wanyama. Kuna uwe watu unaenda kuwara. Wakati mwingine wenda na wengine mbwa ndani. Ushabiki unaua dhamiri za watu. Tumegeuka kwa wanyama wengine siku hizi tena wanapendana wanapendana. Lakini sisi ndugu zangu tumeumbwa katika sura na mfano wa Mungu. Tukapewa akili na utashi. Jamani, tupendane. Mwambie jirani yako tupendane. Pendaneni jamani, mwambie tupendane. Tuwe na utu. Tafadhali sana. Duniani tunapita, tunaishi mara moja. Basi tuishi vizuri. Imani yetu tunajua tunaenda mbinguni, na mbinguni ni kwa watu wema, wenye haki, wenye upendo. Huko ndiko kwetu tunaenda kuishi kwa milele. Ndio maana muda tunaoishi duniani hapa ni mfupi ukilinganisha na ule wa kule. Kwanza duniani hatuishi kwa muda, tunaishi kwa umilele. Halafu tunachezea huu muda kidogo tulionao hapa kwa kisingizio chochote. Tafadhali sana. Basi mimi nimalizie tu kwa kuwatakia vijana hao kila laheri. Nasikia vijana? Vijana mpo? Basi msiogope. Msiogope. Hiyo ndiyo salamu ya kwanza kabisa ambayo Kristo alikuwa anawatakia mitume wake baada ya ufufuko. Amani iwe kwenu. Msiogope. Hata Baba Mtakatifu Yohana Paulo wa pili alipokuja Tanzania, aliposhuka tu uwanja wa ndege baada ya kubusu ardhi, alisema msiogope. Msiogope. Do not be afraid. Msiogope. Hata Bikira Maria, ile salamu ya kwanza kabisa aliyopewa na malaika Gabriel, anasema usiogope Mariam. Do not be afraid. Hata ninyi msiogope. Mwenyezi Mungu, Mungu wetu hajalala, yuko macho. Ndio maana hata maaskofu wetu kanisa Katoliki wamesimama imara. Na leo hii wametafakari, wametoa tafakari kabisa baada ya kukutana juu ya hali ilivyo. Lakini msiwe na wasiwasi. Viongozi wetu wako macho. Wanaendelea kututetea kwa Mungu na kutupa miongozo ya kuishi. Na mimi ninapoongea hapa muone tu kama mwakilishi. Msiwe na hofu, msiogope. Mwenyezi Mungu yuko pamoja nasi. Hata kama una jamaa yako, ndugu yako ambaye ametoweka katika mazingira ya kutatanisha, labda hata ameuawa, wengine wapo unasikia wamezika na hata waruhusi kusema, lakini basi wewe ndio unajua maswaiba unayoyapitia. Jamani, huyu anayekufa katika mazingira kama hayo, sisi kazi yetu ni kuwaombea wapumzike kwa amani. Lakini tujue vurugu zinavyokuwa jingi sana, giza linapokuwa nene sana, mateso yanavyokuwa makali sana, maana yake asubuhi iko karibu na ukombozi uko karibu. Tusiogope. Tuendelee kumtumainia Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu wetu ni mwenye nguvu. Wakati mwingine mambo mengine anayaruhusu ili kutufundisha jambo. Anayaruhusu ili mimi na wewe tujifunze kusema hiki hapana, hiki hakifai. Wakati mwingine anaweza kutupitisha katika nyakati kama hizo, ili mimi na wewe tuone thamani ya maelewano na upatanisho, tuone thamani ya maliziano. Swala la maliziano limesemwa siku nyingi sana. Jamani, kaa pamoja muongee. Jamani, fanya hivi, kaa mrekebishe. Watu wakajitia vipofu na vinini na viziwi. Sasa wanasema nyanga kuulira tayanga kubona. Wakati mwingine mpora abayagu ile. Bwana baire manyire ijabwa igoro. Tusiruhusu hali hiyo hata siku moja. Katika familia zenu, katika jumuiya zenu, katika kanisa letu na katika jamii yetu. Kuweni watu wa kupokea maonyo. Kuweni watu wa kufanyia kazi tahadhari.
tujiadhari na uzoefu wa kufanyia matokeo. Wakati mwingine tunaweza kuwa tumechelewa sana. Mwenyezi Mungu atusaidie, Mwenyezi Mungu awasaidie. Vijana wetu wampokee Roho Mtakatifu, wapate nguvu ya kuwa Wakristo imara, maaskari hodari wa Yesu Kristo, waweze kuishuhudia imani yao kwa maneno na matendo. Tumsifu Yesu Kristo.